Napiga mawe. News anchors tuingie. Hope mlipatiana beat. Shukran mpenzi wetu mtazamaji wa runinga yetu ya Ebu. Karibu kwenye makala yetu ikiwa ni saa 8 saa za Afrika Mashariki. Kwanza tuanze na mtasari. Mwanaume amuza mkewe baada ya kosa kuku almaarufu Ingoho. Naye mwanaume mmoja akamatwa na polisi baada ya kupatikana akianua suruali za wanawake. Mwanaume mmoja atoroka atoka Siaka akiwa uchi baada ya kumwona kiboko. Tupate vichekesho dawa naye. Habari na hatimaye tumguze dhambi na habari za michezo. Hebu tuanze rasmi habari za mwanaume amuza mkewe baada kosa kuku almaarufu Ingoho. Naye Mwanahamisi Hamadi. Mwanaume huyu kwa jina la Jirimani alimuuza mkewe kwa sababu ya kutokuwa na kuku, yani Ingoho. Alipohojiwa na runinga yetu ya Ebu, alisema ya kuwa mkewe alikuwa msumbufu, kwani alimuuliza nguo ya Krismasi na kuwa alikosa pesa za kununua nguo na kuku. Nimekuwa wenu mpendwa, Mwanahamisi Hamadi. Asante kwa habari hizo Mwanahamisi Hamadi. Tusonge mbele na habari za mwanaume mmoja akamatwa na polisi baada ya kupatikana akianua suruali za wanawake. Naye Bravin Anes. Karibu. Purukushani imezuka katika eneo la Kitengela, kaunti ya Nairobi. Hii ni baada ya mwanaume mmoja ajulikanaye kwa jina la utani Mwarehwa kupatikana akianua nguo za ndani za wanawake na nguo zingine na kwenda kuziuza. Hii ikawabidi askari kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Cha kushangaza ni kuwa amesema kuwa kazi hiyo ameifanya kwa muda wa mwaka mmoja sasa. Siku ya Ijumaa atafikishwa mahakamani kujibu mashtaka. Nikiripotia kutoka runinga ya Ebu, ni Mwako Bravin Anes. Asante kwa habari hizo. Tukizidi kusonga mbele, hebu tupate habari za mwanamke mmoja aliyetoroka Siaka akiwa uchi baada ya kumwona kiboko. Naye Sharon Isiaho. Mwanamke huyu ambaye alikuwa akioga kando ya mto alimwona kiboko mweusi pindi tu alipomaliza kujimwagia maji aliyokuwa kitirika. Alitoka Siaka akiwa uchi bila kujali waliomwona. Nikiripotia runinga Ebu, kaunti ya Vihiga, mimi ni Sharon Isiaho. Tupate vichekesho da naye Bernard Osiako atufahamishe zaidi. Niliwaambia kwa kwetu Kisii kuna mambo. Nataka kujua ni nini? Tulikuwa tumeenda kuogelea as usual. Sasa tulikuwa tumeenda kuogelea, mwendazimu akatokea huko. Akabeba nguo zetu. Na alibeba nguo zetu tukamfuata mbio. Sasa sisi na huyo mwendazimu, nani alikuwa mwendazimu? Ingine ndio hii ni fumo. Kuna mtu hapa duniani akona kila kitu, nguo, njia zote, majumba, kila kitu ni zake. Ni nani? Ni nani? Ni map.
Kumbuka ile story yetu ya mwizi bado, ule mwizi bado anatafuta tu. Anasema nilimuibia. Mimi sijui nilimuibia nini. Amekuwa wenye popo almaarufu popo. Tuguze jambi na habari za kisiasa. Rais William Ruto amezidi kuwashutumu wapinzani kwa kuwa hawana ajenda, huku akisema kuwa lengo lake kuu ni kuhakikisha kuwa atazidi kufanya maendeleo mwaka ujao endapo atashinda kiti hicho au kinyang'anyiro hicho. Tuendelee na habari za michezo. Naye Michael Akuna. Ni matumaini yangu kuwa umzima buheri wa afya popote ulipo. Hujambo na karibu. Timu ya kina dada nchini Kenya kwa wachezaji wasiopungua umri wa miaka 21 wamewasilisha mechi yao nchini Morocco baada ya kupoteza mechi hiyo kwa kulazwa magoli 4-0. Hongera kwa timu hiyo ya kina dada na tuwatakie mashindano bora na ya kufaana. Kutoka na viwanjani hayo tu kwa sasa, jina langu ni Michael Akuna. Ninahitimisha upeo wetu wa Ebu nikiwatakia likizo njema yenye heri na fanaka. Naenda kwa jina Melusi Comrade almaarufu Mashash. Mashash, unasoma news unatetemeka tete. Hata tunakuja na watoto wadogo.